Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, karibuni sana kwa hii ibada takatifu ya misa leo tarehe ya 2 ya mwezi wa Novemba, tukiwa tunawakumbuka waamini marehemu wote. Ni siku ambayo kanisa kwa namna ya pekee imetupa nafasi, na kwa hiyo tumeamua kuchukua nafasi ya Jumapili, siku ya Bwana, kwa sababu tunaposali kwa ajili ya marehemu tunasali kwa fumbo la Kristo. Kristo mwenyewe ambaye alikufa, Kristo akazikwa na Kristo akafufuka, anatukumbusha leo kwamba marehemu wako ndani. Kuna wale ambao wanatokea kipindi cha kutakaswa, tunaomba tujiunge wote katika sala waombe. Hakuna mtu hapa duniani ambaye hajawahi kuona au kusikia kwamba mtu anayemjua ameaga. Wote tunajua. Leo tunasema tunawaombea wote, pamoja na wale ambao hawajui, na kuna ambao hawana mtu wa kuwaombea kwa sababu ya mazingira ambao walikuwa wanaishi na walifariki. Kwa hiyo tumejiunga pamoja kama mwili wa Kristo, tunaweka sala zetu kwa Bwana, kumwambia Bwana, wale wenzetu ambao umewaita kwako, kwanza upunguze yale mateso wanayopitia katika kutakaswa, na pia upunguze ule muda kusudi nao waingie katika safari ya mbinguni. Tujiunge basi
tukiwa na matumaini makubwa sisi kama Wakristo ambao tumekulia hii imani kwamba Kristo hakuishia kaburini, alifufuka. Tunasema kifo cha mwenzetu sio mwisho. Kwa hiyo hatukati tamaa, bali tunaishi katika imani na matumaini. Kama tunavyosoma kwenye kitabu hapa, kama vile Yesu alivyokufa na kufufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kama wote kufa katika Adamu, vile vile wote wapata tena uzima katika Kristo. Kwa tumaini hilo basi, tujiweke chini ya ulinzi wa Bwana pamoja na nia zetu zote, tukitumaini kwamba Mungu anaisikia sala yetu na kuwasaidia hawa marehemu wetu.